صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وخاصة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ndugu zangu katika iman, tupo katika mihadhara au katika darsa ambazo mbalimbali zinatolewa na mashekhe hafidhahumullah wa atala Allahu a'marahum wa yassara Allahu umurahum wa qada Allahu hawaijahum wa shafa Allahu mardahum, katika kuendeleza kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunazungumzia thamani ya umri, qimatul umr au makanatul umr, thamani ya umri. Ma maana kalimatul umr? Umri maana yake ni nini? Wanasema al-umru muddatul hayati, umri ni muda wa maisha yako tangu Allah anapokuwa amekuumba tumboni kwa mama mpaka unazaliwa mpaka kufa kwako. Ile siku ambayo Allah anachukua roho ya yule mwanadamu, pale ndiyo umri wake unakuwa umekwisha. Sasa na sisi Waislamu tumefundishwa, ukirejea katika aya katika suratul Hijr, Allah anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka utakapofikiwa na kifo chako. Maana yake tumia muda wa umri wako, ujana wako, pumzi yako, uzee wako, afya yako, nafasi yako, shughuli zako, mpaka kifo kitakapokuwa kimekukuta. Kwa maana ya kwamba aya hii inatufundisha kwamba hata ni ghaya. Maana yake ni kwamba mpaka pale kifo kitakapokuwa kimekufikia, ina maana tayari umeutumia umri wako katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika kufanya mambo ya khairat. Unakwenda katika suratul Muzammil, Allah anasema wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, lolote ama chochote mtakachokitanguliza kwa ajili ya faida ya nafsi zenu, miongoni mwa khairi mtakazozifanya, mtakwenda kuzikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukienda katika suratul Baqara, Allah anasema wama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim, khairi yoyote mtakayoifanya, khairi yoyote mtakayoifanya Allah anaijua. Chukua mfano, hebu zihesabu hizi feni zilizopo hapa msikitini na angalia hili zulia lililopo hapa, upana wa msikiti, angalia ukubwa wa msikiti, angalia umaridadi wa huu msikiti. Aliyefanya haya anamwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametumia umri wake. Mimi na wewe tumefanya nini? Balil insanu ala nafsihi basira, mwanadamu anaijua nafsi yake. Ndio maana al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahimahullah, ana tafsiri yake inaitwa al-Jami' li ahkam al-Quran, alipokuwa na tafsiri ya aya katika suratul Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basira, akasema Qurtubi rahimahullah, qala al-Hasan basirun bi'uyubi ghairihi jahilun bi'uyubi nafsihi, mwanadamu ana kawaida kujua dosari za wenzake. Huyo imamu, huyo shekhe, huyo
huyo, lakini yeye mwenyewe yupo salama. Basirun biuyubi ghairihi jahilun biuyubi nafsihi, anasahau dosari zake. Sasa niwakumbushe katika moja aliyotukumbusha Mtume sallallahu alayhi wasallama, thamani ya umri. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، حديث 196. عبد الله بن عباس anasema قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Wanadamu wengi, watu wengi, neema mbili huwa hawazithamini na kujua thamani yake. Neema mbili wanadamu wengi huwa hawazijui thamani yake. Ya kwanza, asiha, ni afya. Afya walfaragh, na kupata muda wa kufanya mambo yako. Afya ndugu zangu ni utajiri kuliko chochote. Unaweza ukawa na mali, unaweza ukawa na utajiri wa kila namna, lakini kama huna afya hakuna thamani. Afya ndio maana Waarabu wanasema kathratul misas yufqidul ihsasa. Hii ni mithali ya Kiarabu. Kathratul misas, kukishikashika kitu kila wakati unakishika namna hii, yufqidul ihsasa, unakosa kujua thamani ya kile kitu. Chukua mfano mtu ambaye ana meno ya mbele, meno haya ya mbele anayo, yametimia yote, anapocheka anakuwa free. Kwa sababu gani? Meno anayo. Lakini kama meno ya mbele hayako, Sheikh Ali, ukicheka wenzako wakicheka, hoyo, sababu gani? Hapa pana chungu kiko wazi. Thamani ya meno ya mbele bado hayajaondoka magego. Una magego alafu kuna mtu anakula mishikaki na chips, alafu utabaki unafanya hivi, nyama zinapiga lakini huwezi. Sawa. Sasa anayejua thamani ya meno, kama anajua thamani, ni yule anayetafuna mishikaki. Sasa Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, ni'matani, yani alhalatu alhasana allati yakunu alayha alinsan, afya nzuri, umri mzuri anayokuwa nayo mwanadamu, maghbunu fihima kathirun minan nas, yani watu wengi hawajui thamani yake. Asiha ni afya, walfaragh, na kupata muda. Ina maana kama unao afya, una muda wa kufanya jambo, fanya. Ukiombwa ama hukuombwa, fanya. Ndiyo maana namuomba Mwenyezi Mungu leo katika salatu al-asr, nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu wakati najiandaa vile vile kuja, kwamba siku ya leo ilikuwa ni ya Sheikh Walid hafidhahullah, lakini amepata dharura. Nikaomba kwa sababu afya ninayo, muda ninao, nikasema nafasi hiyo nitaichukua. Wakati najiandaa kuja, nikawa ninasema nafasi hii ndio ichukua mimi ya Sheikh Walid, iende katika mizani ya wazazi wake, kwa sababu muda ninao, afya ninayo. Yani mimi naweza nikalawinga mwanangu hapa mpaka Magomeni na kula kwa mguu tu, kwa sababu nina uwezo kutembea. Sasa katika kipindi ambacho afya unayo na nafasi unayo na una uwezo wa kufanya lile jambo analoliridhia Mwenyezi Mungu, lifanye. Ndio maana unaona kuna wenzetu sasa wanaswalia viti, kuna wazee wetu wanaswalia viti, kaka zetu. Lakini kuna baadhi ya vijana umri kama huu unamkuta anaswalia kiti, kweli hajiwezi, afya yake si nzuri, lakini anaitumia kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni hadithi ya kwanza inayotufundisha kwamba tuutumie umri wetu katika kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasema kathiru minan nas la ya'rifuna qimata an-ni'ma siha. Watu wengi hawajui thamani ya afya, hawajui thamani ya afya.
anayejua thamani ya afya ni mgonjwa. Angalia hapa Amana Hospital, kuna ndugu zetu, kuna jamaa zetu, wengine hatuwajui, na kuna wengine wamelazwa hapa. Kuna mabinti wamelazwa hapa. Ukimkuta yule binti amelazwa hospitali, akikwambia unioe, mwenyewe utaanza kutafuna kucha, lakini Allah amemlaza pale afya yake. Lakini mimi na wewe tuna afya nzuri. Hebu fikiria kuanzia salatu al-fajr, shekhe wangu, mpaka saa hizi maghrib, kuna waislamu ambao hawajaswali, wengine wako hapa sokoni. Kwa hiyo si kweli? Naomba jamaa sokoni wanisikilize vizuri hapa. Wako hapo sokoni, adhana 5 marati, mara 5 inafika katika mbingu ya 7 adhana, lakini kwa hawa waliopo hapa mbele ya msikiti adhana haifiki. Hayya ala salah, njoni kwenye kusali. Hayya ala al-falah, njoni kwenye mafanikio ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ndio mkubwa, Allah ndio mkubwa. La ilaha illa Allah, hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah. Kuna waislamu pale hawaswali kibao, wanamume kwa wanawake, lakini siku mambo yakiwa mabaya anamuomba shekhe ampigie dua, ndio? Kama mambo hayaendi vizuri anamuomba shekhe ampigie dua. Ukimwambia bana hizi dua fanya mwenyewe hizi, shekhe ana roho mbaya sana. Mimi naambia nifanyie dua, anaambia nijiombee mwenyewe. Kwa ina maana nyinyi vijana bana, kuoneni hapa, wengi wenu bado watoto sana. Bakieni na ibada mpaka mnakuwa vibabu au mpaka kufa kwenu. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Kwa hiyo tumia nafasi ya umri wako. Sasa hapa inakuja hadithi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika thamani ya umri, hiyo ni hadithi ya kwanza tumemaliza. Ndugu zangu, kuna maswali haya manne tutaulizwa. Nani atakayetuuliza? Subiri ufe. Subiri ufe, huwezi kuamini haya. Subiri ufe. Unajua kuna mambo mengine yakielezwa ya peponi watu hawaamini. Peponi kuna raha, kuna neema, kuna starehe, yani matunda yatakuwa yanajileta yenyewe pale pale ulipokaa, kila kitu kinajifanya chenyewe. Nilipokuwa narudi haji safari hii, tumekuja na ndege ya Emirates. Imam, ndege ya Emirates, unajua ndege ya Emirates ni pepo nzuri, standard. Sasa mimi nawaangalia wenzangu wote, kila mmoja pale ana TV yake anaangalia. Mimi naangalia pale kwenye kiti hakuna TV. Sasa naona nilikuwa nimekaa pale ambapo kutoka pale unakwenda first class, ni pale ambapo unaweza ukakaa ukanyosha miguu. Sasa mbona wenzangu nikiangalia huku kulia wanaangalia TV, huku kulia kushoto wanaangalia TV, mimi vipi? Nikakumbuka manhaji ya Isra wal Miraj. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Miraj, kila jambo alilokuwa halijui, hata kama haliona, alimuuliza Jibril. Nikamuita yule katika wale ma air hostess, kwa Kiarabu anaitwa taqim, at-ta wal alif wal qaf wal mim, taqim. Akiwa mwanamke anaitwa taqima, wakiwa wengi wanaitwa tawaqim. Nikamuita, njoo. Nikamwambia TV iko wapi? Kumbe pale pale nilipoweka mkono pale pale ndio kuna TV pale pale. Angalia mwanangu ulivyotolea ushamba. Kuuliza sio ushamba, isipokuwa kutokuuliza usichokijua, huo ni ushamba. Akamwambia sorry, akachomoa hapa, ikatoka taa screen kabisa, ikanyoshwa na mkono, ikaletwa hapo mbele yangu mwanangu. Nikawa naangalia ndege na viruka. Hivi sasa tunaingia Kismayu, hivi sasa tuko Somalia, sisi tuko Ethiopia, hivi sasa tumeingia Lamu, yani inakuwa inaonyesha. Nikajaribu kuikunja, ikarudi kukikunja ni kiti kabisa, lakini kumbe ndani kuna TV. Sasa hii mtu anaamini, lakini mambo ya akhera watu hawaamini mpaka atakapokuwa, kwa sababu anasema nini? Anasema science haijathibitisha hilo. Science ni nini?
Sasa Abu Barza al-Aslami anaitwa Nadla ibn Ubaid al-Aslami radiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah, anasema mtume wa Allah. Wale ambao watakaofikiwa na mada hii kupitia vyombo vya Kiislamu vya TV vilivyopo hapa, watakaofikiwa na mada hii, kila mmoja ni Muislamu si Muislamu, Mwarabu, Mzungu, Somali, Muhindi, Mchina, Mkorea, Mwindonesia, Mfilipino, Mswahili, Mnyakyusa, Matumbi, Muha, Manyema, Mdenge, Mkorea, sijui nani, wote wataulizwa. Mtume anasema la tazulu qadama abdi yawma alqiyama, haitaondoka miguu ya mja yeyote siku ya kiyama, hata yusal, mpaka aulizwe maswali yafuatayo. Kwanza, an umrihi, ataulizwa kuhusu umri wake. Fima afnahu, umri wake aliutumia vipi? Kwenye bolingo bolingo, alamba, kwenye kigoma cha Uruguay, kigoma cha Buza. Ataulizwa, je, ulitumia muda wako kwenye kigoma cha Uruguay, taarabu? Ataulizwa, umeutumia umri wako wote katika mpira? Umetumia umri wako katika mambo ambayo hayana maana? Utakwenda kuulizwa. Sio, mmenielewa? Hili swali utaulizwa. Unaamini, hukuamini, subiri ufe. Swali la kwanza utaulizwa. Swali la pili, wa an amalihi fi ma faala, ataulizwa matendo yake aliyafanyia nini. Ana kheri yoyote aliyoifanya? Ana jambo lolote alilolifanya? Swali la tatu, wa an malihi, ataulizwa kuhusu mali yake. Mali yake, biashara zake, kazi zake, akaunti zake. Mali ina A na B. Mali ina A na B. Ataulizwa min aina iktasabahu, A, ameichuma kwa njia gani? B, wa fima anfaqahu, mali ile alipoipata aliitoa katika njia gani? Alifanya khairati yoyote? Aliwahi kuchangia msikiti au kujenga msikiti? Alichimba kisima? Alinunua feni ya msikiti? Alinunua zulia? Aliwaangalia walimu wa Qur'an, walimu wa madrasa? Aliwaangalia maimamu? Aliwaangalia waadhini? Aliangalia usafi wa nyumba za Mwenyezi Mungu? Aliangalia khairati? Fima anfaqa. Atakwenda kuulizwa mtu. Unapokuwa unazungumzia katika habari ya madrasa, katika watu ambao hawana thamani katika umma wa Kiislamu, wafuatao chukua. Imamu hana thamani, poleni maimamu. Wa pili, waadhini, au ndio Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wa tatu, Allahumma ighfir lahu warhamhu mkana muhsina fadhili fi ihsani, walimu wa Qur'ani wa madrasa. Hao ni taaban. Nikupeni mfano. Mimi ni mwalimu pale Mkwajuni. Si wanafunzi wote hivi sasa shule zote Tanzania wamekwenda likizo? Sawa. Watakaporudi mashuleni kabla ya wiki moja, wanakwenda na ada, hawaendi wanaodaiwa. Na wasipotoa ada wanarudishwa, wanarudishwa. Katika shule hizi za Qur'ani madrasa, ukisema umrudishe mtoto, sema bana ustazi anapenda hela yule. La. Maustazi kwa hela. Ngoja nikuulizeni, kuanzia mimi na nyinyi na yoyote duniani, nani asiyopenda hela? Anyoshe mkono. Nani asiyopenda hela? Shakali, mbona mtazama Ali mwenzio? Ali yanzuru ila Ali. Kuna mtu asiyopenda hela? Hela tamu. Hela ni tamu. Na ukitaka kujua kama hela kila mtu anaipenda, mtafute chizi. Alafu mwekee kifaru, alafu mwekee na tembo. Simesha sijua hela zenyewe.
Kifaru, si mnajua kifaru ni shilingi ngapi? Buku ngapi? Buku 5. Na tembo ni buku ngapi? 10. Sasa mtafute yule chizi, mwekee namna hiyo, alafu muangalie tu anachagua gani. Hachagui kifaru, anachagua tembo. Sababu ya nini? Hela. Siku moja nimepita shaka katika mtaa mmoja maeneo, sijavaa kanzu wala kofia, nimekuta kuna madrasa, kuna kiza mle ndani, kiza na watoto wanasoma. Ukweli sikuweza kuvumilia, nilimsogelea pale mlangoni, nikamwambia mwalimu, samahani tuonane. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sikumwambia ni nani, nikamwambia kwani umeme hamna? Akamwambia umeme upo. Mbona mnasoma kwenye kiza mwalimu? Hii ni hatari kwa macho yako wewe na macho ya watoto. Akamwambia shekhe, wametunyima umeme kwenye nyumba. Nani Waislamu? Wametunyima nyumba umeme, na mle ndani hakuna feni. Hii ni madrasa, panasoma Qur'an. Watoto hawa ndio baadaye tutakaowaomba wakatufungishe ndoa. Kweli si kweli? Na hawa ndio tutakaoomba watushonee sanda. Hawa ndio tutakaoomba Fatiha. Muislamu miaka yote hajui kuomba dua. Tunaona shaka, sumenipa maiki niombe dua. Kuna watu usipoomba dua hawezi kuomba, hajui kabisa. Lakini huyu masio wote wa timu hapa Tanzania anawajua, na anajua wanapata mshahara kiasi gani na wanaishi wapi, anawajua. Unamkuta anabisha mpaka mishipa inabana hapa, utadhani yani transformer inataka kupasuka ya TANESCO, katika vitu ambavyo ni balash, Waarabu wanasema vya kipuzi. Sasa Mtume anasema wafima anfaqa, mali ile ameitumia katika njia gani? Swali la 4, katika umri wako, wa an jismihi, ataulizwa mwili wake, ataulizwa kuhusu mwili wake. Hebu kila mmoja jiangalie. Kuna wengine naona mmejezea huko ndani, kuna t-shirt siku hizi watu wanavaa ili kuonyesha kwamba ana minyama imejaa. Wa an jismi, ataulizwa mwili wake, fi ma abla, ameufanyia kazi gani? Yani kuna mtu ni mtu wa hip hop, ni mtu wa bongo flavor, watu wana like, watu wana comment, watu wana share, ana viewers because anajua kukata kiuno vizuri. Unawakuta watu wote wanampigia wimbo amaboko, amaboko. Unajua ule wimbo nyewe mnaimba amjui maana yake? Ni kiha kile, hata kama mnaimbiwa na star, because that is my language. Kile ni kiha, ndio lugha yangu. Mimi ni Muha, mtu wa Kigoma. Wake siku nyingine ukisema Kigoma asema tukuangalia uraia wako. Si watu wa ajabu sana. Leo ukiangalia uraia wangu unadhani wewe utaishi duniani, utakufilia mbali. Akhera hakuna uraia. Tuache ujahilia. Watu wanasema amaboko, amaboko, amaboko maana yake mikono, mikono, amaboko ni jamu, ni wingi wa mkono. Watu wanaimba. Sasa mwili wako, yani mpaka mtu anazeeka yupo katika bolingo. Mtu anazeeka mpaka sasa imekuwa ni fashion. Siku moja Jumamosi asubuhi miezi miwili iliyopita, wanapita watu wa gym barabarani wanaimba wimbo wa ajabu. Nilikuwa nimetoka nje baada ya salatu al-fajr, nimetoka, kuna nyeradi nilikuwa nazifanyia nje barabarani nyumbani. Basi nimekaa nimesimama na msuli wangu navuta baadhi ya nyeradi. Sasa wanapita, ulisema nikibamia mbona unalia? Wimbo unaimbwa barabarani kwa masikio yangu, niko hai. Ulisema kibamia mbona unalia? Tuseme ukweli, kimaadili ni sahihi? Sio sahihi. Lakini watu wanataka nini? Wanataka afya. Ukienda katika baadhi ya gym
watu wanapiga gym na huku wanapigiwa bongo flavor. Kweli si kweli? Mbele yupo dem, nyuma yupo mwanamume, na yule dem tracksuit ishaloa huku nyuma. What is the next? What is the next? Utakuwa salama? Ndipo pale hata zile USB zinalegea. USB zinalegea na power bank inakuwa taabani. Tumeelewana vizuri? Sasa umri utaulizwa. Hapa maeneo ya Kariakoo na baadhi ya maeneo ya Upanga kuna viwanja vinakodishwa kwa ajili ya kucheza mpira kwa saa moja. Eti wanatoa shilingi ngapi kwa saa moja? Naona mnakauka tu. Na 70,000 kwa saa moja. Just kucheza mpira tu. Hawa ukiwaambia 70,000 hii saa moja, mtafuteni mwalimu wa madrasa mumlipe aendelee kufundisha maneno ya Mungu na Mtume. Hawatoi. Tambia inshallah. Na mtu akishakwambia inshallah, ujue maana yake anakuambia umezidi, na wewe kaa pembeni. Unanichelewesha. Sasa watu wataulizwa umri, mwili utaulizwa siku ya Kiyama. Muislamu anakufa hajawahi kusali. Sheikh wenyewe ni maimamu. Kuna baadhi ya majeneza hapa yanaingia mara ya kwanza ndio mtu anaingia msikitini. Hajawahi kusali. Hebu tuseme ukweli ndugu zangu. Mtu amekufa bila kuswali. Tuseme ukweli. Usiwe na kawaida kuwadanganya watu ili upate hela. Hapana, sema ukweli. Mtu kafa bila kusali, ni Muislamu. Ni salama kaburini? Kaburini salama? Si salama. Si salama. Mtu mmoja anatoka roho, mtu mzima